nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe, e Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe, e Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Roho Mtakatifu, tuseme nini? Tunasema asante. Asante kwa ajili ya asubuhi na siku hii njema ambao umeifanya, nasi kwa damu ya Yesu tunakuja kwenye madhabahu yako kukushukuru. Nami nasema asante kwa ajili ya kila mmoja aliyesogea kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo. Nami naomba nikisema, tazama watoto wako hawa ambao wamesogea kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo, mioyo yao wakiwa tayari kula na kunywa kutoka kwako. Tazama mioyo hii, e Bwana, kiu na njaa yao ni kusikia na kula na kunywa kutoka kwako. Nami ninachoomba kwenye madhabahu, usiwepo moyo wowote ambao hautasema nao asubuhi ya leo. Mguse kila mmoja, e Bwana. Nami kwa damu ya Yesu ninavunja na kuharibu maagano yote yanayoshika masikio ya watoto wako hawa, ili wasikie na kuelewa na maneno yako. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, fahamu hizi, macho haya na fikra hizi na masikio haya, kwa damu ya Yesu yakawe wazi na huru kwa ajili ya kupokea maneno yako. Na moyo wa kila mmoja anayesikia sauti hii ninauweka wakfu kwa damu ya Yesu, kae kama udongo mzuri na maneno yako kutoka kama mbegu, na kazae matunda na matunda yake kupate kukaa. Utukufu wako ukatufunike mahali hapa na kwenye chumba hiki. Nami ninachoomba, mfunike kila mmoja, e Bwana, anayesikia sauti hii. Ukaweke kiu ndani ya moyo wa kila mmoja ya kujua wewe zaidi na zaidi. Nami ninachoomba, e Roho Mtakatifu, nguvu na upako wako vikanifunike kuanzia utosini mpaka uwayoni. Kwa damu ya Yesu ukaweke kwenye fahamu zangu yale unaotaka kusema na watoto wako asubuhi ya leo. Na kwa damu ya Yesu nikumbushe yale unaotaka kusema nao asubuhi ya leo. Kichovya kila kiungo kinachotumika kipepo kwenye damu ya Yesu, nikiharibu nguvu zake na ikata mawasiliano yote ya mahali hapa na kuzimu kwa damu ya Yesu na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tukufu wako wakatufunike tunapoanza kulisikia neno lako hata nitakapomaliza,
Ni katika jina la Yesu ninaomba, amen. Tunaweza kukaa. Ukishuka, shuka na neno, shuka na neno, useme nasi. Ukishuka, shuka na baraka, shuka na baraka, utubariki. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 18 kuanzia mstari ule wa 23. Mwanzo 18 mstari wa 23. Biblia inasema, Ibrahim akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji. Utaharibu wala hutauacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki pamoja na mwovu. Mwenye haki awe kama mwovu. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Nitasoma tena kile kitabu cha Kutoka. Kutoka sura ile ya 12 mstari ule wa 12. Niweke tu moyoni hii mistari, naamini mistari ambayo Roho Mtakatifu ataitumia kusema nasi asubuhi ya leo. Kutoka 12:12 anasema, maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Mistari mingine ni ile ya Hesabu sura ya 30 mstari wa 2. Hesabu 30 mstari wa 2 anasema, mtu atakapomwekea Bwana naziri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitambue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa tulichopewa leo kwenye kalenda kinasema, katika Yesu kila jambo lina mlango wa kutoka. Kila jaribu lina mlango wa kutoka. Katika Yesu kila jaribu lina mlango wa kutoka. Lakini mimi nilipopata neema ya kusimama mahali hapa, moyoni mwangu nilikuwa na kitu kingine ambacho nilikuwa nakisikia kimejaa, na nikamwomba mchungaji tu nisiendelee na kichwa hiki, lakini nizungumze kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na mchungaji alinipa kibali, na ninakumbuka mwishoni kabisa mwa mwaka kule Muheza tulikuwa na semina ya kufunga na kufungua mwaka, na nakumbuka Roho Mtakatifu alitupa hili somo ikiwa kama ni maandalizi ya kuingia mwaka mpya, kwa sababu kila mwaka kuna nyakati ambazo imebeba na upako ambao unatembea na huo mwaka. Sasa hii ilikuwa kama kitu cha kutuandaa ili kuona kwamba tunapoingia mwaka mpya watu wanafaidika na kuvuna kile kitu ambacho nyakati zimebeba, na baadhi ya mambo ambayo ilikuwa ni muhimu kuyashughulikia. Na kwa sababu bado tuko mwanzo wa mwaka, kule tulikuwa na siku 3, hapa tuna dakika 30. Nitazungumza kama utangulizi tu ya yale ambayo tulikuwa tunayazungumza, ili kama Roho Mtakatifu atakupa mzigo wa kuweza kuyafuatilia haya mambo, kwa sababu ni ya muhimu kama unataka kufaidika na kile kitu cha kiroho ambacho huu mwaka umebeba. Na tulizungumza habari ya hatia ya viapo, kwa sababu ni kitu kimojawapo ambacho kinaweza kuwazuia watu wasifaidike na upako wa nyakati. Hatia ya viapo. Nami namshukuru Mungu, kwenye madhabahu hii nilipata neema ya kusimama karibia mara 2 hivi, wale wanaokumbuka, na tulizungumza sana habari ya viapo, tukitoa utangulizi maana yake ni nini, na baadaye tulizungumza nakumbuka viapo vinavyoweza kufunga mifumo. Kwa wale ambao wanaweza kukumbuka,
Kwa hiyo leo nitazungumza hatia ya viapo, kwa sababu viapo vinaweza kuleta hatia na ni kitu ambacho shetani anakipenda sana kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaendelea sana, labda nisome hii mistari tena ya Yoshua sura ya pili. Yoshua sura ile ya pili, ili niweke utangulizi kwanza, alafu tuweze kuendelea na kumaliza. Mstari ule wa 9 tumeisomaga sana hii mistari. Biblia inasema, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi hii wameyeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo yote mliowatendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo, yaani Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mlioangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala ikusalia ujasiri wote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu na katika nchi chini. Basi sasa naasi, niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea hisani, ya kwamba ninyi nanyi mtatendea hisani nyumba ya baba yangu. Tena nipeni alama ya uaminifu, ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake, na kwamba na vitu vyote walivyo navyo, na kutuokoa roho yetu na kufa. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikiwa hamuitangazi habari ya shughuli yetu hii. Kisha itakuwa wakati atakapotupa nchi hii, tutakutendea kwa hisani na uaminifu. Kisoma mstari wa 17, anasema, wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili liloteremsha, nawe wakusanye kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba ya baba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Lakini wewe ukitangaza habari yetu hii, ndipo tutakuwa hatuna hatia katika kiapo hiki ulichotuapisha. Nimekusomea habari ndefu ile, habari ya huyu dada. Tumemzungumza sana nafikiri kwenye ibada zingine, na unamuona anaingia kiapo na Mungu wa wale wanaume waliokuja, anawaapisha wale wanaume, na wale wanaume wanamwapisha, wanaapa mbele yake. Lakini unaona huku mbele kuna neno linatamkwa kama mara 3 mara 4. Anasema sisi hatutaki kuwa na hatia. Anataja pale vitu, kwa nini hawataki kuwa na hatia. Alafu wanasema tena, ukifanya hivi na hivi tutakuwa hatuna hatia. Anasema tena, wewe ukifanya kitu hiki na hiki sisi tutakuwa hatuna hatia. Nini anachotaka tukione? Kwamba kiapo kile alichoapisha na yeye alichoapa kilikuwa na nguvu ya kutengeneza hatia kwenye pande zote mbili, wale walioapa na hawa walioapishwa. Kile kiapo kilikuwa na nguvu ya kutengeneza hatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anachotuonyesha kingine ni kwamba viapo vina nguvu ya kutengeneza hatia, na hii siri shetani anaitumia sana. Sasa kabla ya kuzungumza hiki kitu hatia, labda niseme kwa mifano ya kawaida kabla hatujaenda kiroho. Biblia inaposema hatia, saa nyingine ukiisoma Biblia unatakiwa uisome kwa jicho la kisheria. Kuna mambo mimi nilikuwaga nikisoma sielewi, naomba uelewe. Nakumbuka Roho Mtakatifu akanisemesha, akasema mambo mengine huwezi kuyaelewa usipokuwa na ABC za sheria, kwa sababu Biblia nacho ni kitabu cha sheria, na ni kitabu, ni kama katiba ya ufalme wa mbinguni.
Kwa hiyo anaposema hatia, mimi sijasoma mambo ya sheria, wale wanaosoma mambo ya sheria watakubaliana na mimi. Hatia, neno la Kiingereza wanasema guilt. Kule mahakamani, ili mtu wakisema mahakama, hii hatia ni neno la kisheria kabisa lilivyotamkwa hapa. Akisema mahakama imekutia hatiani, huwa hawawezi kusema hivyo mpaka process fulani ipite. Lazima wanafanya evaluation, wanafanyia tathmini ushahidi ambao umeletwa kwenye mahakama kwa kupitia kanuni na sheria za kisheria. Wana review ule ushahidi, alafu wakifika sehemu, verdict ikitolewa, uamuzi wa kimahakama ukitolewa kwamba huyu ana hatia, maana yake mahakama imejithibitisha pasipo shaka kwamba umefanya kosa kisheria. Ndio maana wanasema amemtia hatiani. Ndio hii hatia waliokuwa wanaisema hapa. Maana yake kiapo kinaweza kukutia kwenye hatia, ukawa kwenye hatia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni kwenye ulimwengu wa mwili. Nilisemaga hapa tena, unapoona mifumo ya kisheria na mifumo ya kimahakama kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye ulimwengu wa roho kuna mifumo iko hivyo hivyo ya kisheria na kimahakama iko kwenye ulimwengu wa roho, na inaweza ikamtia mtu hatiani. Ndio maana nimekusomea ile mistari miwili. Unamwona Ibrahim akizungumza na wale malaika waliomtembelea, wanaenda kutoa hukumu, kuiadhibu Sodoma na Gomora. Alafu anampa huo azimio alilokuwa nalo. Alafu unamuona Ibrahim anamwambia, wakiwemo mle wenye haki, utauharibu mji, hautauacha kwa sababu ya wale wenye haki. Akamwambia hivi, wakiwemo wenye haki sitaharibu. Wakamuuliza wangapi? Akaanza kushusha, wakiwemo 50, wakiwemo 10. Anamwambia wakiwepo hao sitaharibu. Maana yake ni hii, sina muda wa kuyazungumza yale kwa sababu sitazungumza. Ni kwamba kwenye ulimwengu wa roho huku mbele anamwambia hasha, mhukumu wa haki. Mwambie mwenzako mhukumu wa haki. Maana yake Mungu ni hakimu. Nikwambia siku ile, kama Mungu ni hakimu na tunajua Mungu ni roho, maana yake na mahakama yake nayo ni ya kiroho. Na kama mahakama yake ni ya kiroho, maana yake kwenye ulimwengu wa roho kuna mahakama. Unaona ikihukumu ule mji na ukiharibika. Lakini anasema wakiwepo wenye haki sitaharibu. Maana yake mahakama za kiroho ni mahakama zinazohukumu kwa haki. Ukiwa na haki utapata haki, ukiwa na hatia utapata hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekusomea tena mstari ule wa 12 wa Kutoka 12. Anamwambia Musa, paka damu, kwa maana nitashuka usiku huo nifanye hukumu. Mwambie mwenzako nifanye hukumu. Kama Mungu anaweza kuhukumu, ambaye ni roho, maana yake na mahakama anazozitumia kuhukumu ni za kiroho nazo. Maana yake kuna mahakama kwenye ulimwengu wa roho pia. Kuna mifumo ya kisheria kwenye ulimwengu wa roho pia. Na kwa sababu ulimwengu wa kiroho una nguvu dhidi ya ulimwengu wa kimwili, sheria za kiroho zina nguvu hata kwenye ulimwengu wa kawaida wa kimwili. Zikitoa hukumu kwenye ulimwengu wa kiroho, inakuja kwenye ulimwengu wa kimwili. Nitoa hata hii mifano wakati mwingine, labda pia nisome tena kukupa hii mifano, itanisaidia kumalizia kile kitu ninachotaka kusema kule mbele kwa dakika hizi chache tulizo nazo. Nafikiri nishawahi kutoa mfano wa Ayubu. Soma Ayubu sura ya 1 mstari wa 9. Anasema ndipo shetani akamjibu Bwana kusema, je, hayo
Huyo Ayubu yuamcha Bwana bure. Wewe kumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umebarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse aliyo nayo, yote aliyo nayo, naye atakufuru mbele ya uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako. Kusoma mstari wa 13 anasema, ilikuwa siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa akila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mjumbe akamfikiria Ayubu akamwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakashambulia wakawachukua wakaenda nao, na wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi peke yangu kuleta habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea mwingine akasema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi kukuletea habari. Nini ninachotaka ukione hapa ni habari za Ayubu, uone habari za mahakama za kiroho jinsi zilivyo na nguvu. Ayubu, Biblia inasema ni mtu aliyefanikiwa sana pande zile za mashariki. Leo tungesema ni tajiri mkubwa. Alikuwa na watoto wazuri na walikuwa na kawaida ya kufanya pati kila wakati. Niliwaambia sehemu nyingine, ukiona watu wanafanya pati, maana yake wana kipato cha ziada. Huwezi kuwa na bajeti iliyobana alafu ukawa na bajeti ya kufanya pati. Maana yake ilikuwa ni familia iliyokuwa inajiweza. Kwa hiyo walikuwa na ratiba, leo tunafanya pati kwa huyu, leo tunafanya pati kwa huyu, leo birthday pati kwa huyu, leo sherehe hii kwa fulani. Lakini wakiwa wanaendelea na hizo sherehe, hawakuwa wanajua kwamba kuna mahakama zimewekwa, zimeketi kwenye ulimwengu wa roho, zikahukumu maisha ya Ayubu, zikahukumu mali alizonazo, zikahukumu kila kitu alichonacho pamoja na watoto. Na Mungu kama hakimu akapitisha ile hukumu kwamba mshughulikie unavyoweza, acha roho yake tu. Wakati wenyewe wanaendelea na pati, mwambie mwenzako pati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanaendelea, huku juu kuna mahakama zimekaa, kama ilivyo kwa watu wengi. Wakati wanaona hali imekuwa shwari na kama hawana signal za kiroho, wenzao wanawafanyia hukumu kwenye ulimwengu wa roho. Ayubu, mambo yalikuwa yanaenda vizuri, watoto wazuri, kumbe wameshahukumiwa kwenye ulimwengu wa roho. Alikuwa na mali nyingi. Ni kama wewe, inawezekana una biashara nzuri inaenda vizuri, pasina kujua kuna mahakama za kiroho zimeshakaa na zimeshatoa hukumu juu ya hiyo biashara. Ghafla unashangaa inaanza kwenda hivi chini. Umekaa una afya nzuri, una watoto wazuri, ghafla ni kama mtu amewapindisha kona hivi. Walikuwa wanafanya vizuri shuleni, wanaendelea vizuri, pasina kujua katika hali hiyo ya uzuri kuna mahakama zimekaa huku juu, kama Ayubu ambavyo alikuwa hajui, zikahukumu. Ghafla wanashangaa, ng'ombe wako wengi wanalisha, wanakuja majambazi wanawaiba wote. Nikwambia siku ile, si kila majambazi ni majambazi. Wengine wanakuja kwa sababu ya hukumu za kiroho, wachukue tu mali yako kwa sababu imehukumiwa. Sina mahakama hizi na mahakama za kiroho. Wanasema ukaja moto. Si kila moto ni moto. Wengine umelenga tu hiyo nyumba yako, wameiona ni nzuri, wakaihukumu. Unasema unajua mtoto aliacha chaja ya simu, mbona kila siku anachaga chaja ya simu? Sasa sisemi ufanye uzembe na mambo yatakaoleta moto. Lakini saa nyingine moto mwingine unakuja kwa sababu ya adhabu ya kiroho. Kuna wachawi hapa. Wangetupa mfano mzuri sana. Au kama una rafiki yako ni mchawi, wewe nenda kamuulize tu. Kamuulize, huwa wakikutanaga usiku saa 6, wakisha kunywa damu
na kula nyama za watu, kinachofuata huwa ni nini? Watakwambia kimojawapo, tunafanyaga hukumu juu ya watu. Na wakiwa kule, kawaulize wachawi, hawawagi kwenye mwili. Wanaua mchawi ni mtu mwenye roho ya uchawi, anaweza akaacha roho nyingine kwenye huu mwili, roho yake ikatoka. Usiku huwa wanatoka, wanakuwa roho wale, alafu wanakutana sehemu. Kamuulize tu kama kuna mwenzako ni mchawi. Tatizo tu sijui kwa nini, labda na hilo swali nenda kawaulize, sijui kwa nini wanafanyaga kwa kificho ficho. Unaweza tu ukajitambulisha, mimi ni mama fulani, ni mzee wa kanisa, lakini huwa usiku nina kashughuli kangu. Amna mzee wa kanisa wa hapa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wanatoa hukumu, na wanaweza wakahukumu mali zako. Nisema siku ile anakuona tu dada, anasema anaringa kwa sababu ana uso mzuri, subiri tuone. Ghafla ajali, mwambie mwenzako ajali ya bodaboda, alafu inashika nguo, inakuburuza uso uzuri wote, alafu anakuja pole, kumbe huku nyuma anasema umekipata. Wanafanya haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka uone nini? Kuna mahakama kwenye ulimwengu wa roho, na zinaweza kuhukumu maisha ya watu, zinaweza kuhukumu biashara za watu, zinaweza kuhukumu afya za watu, zinaweza kutoa hukumu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye viapo. Kiapo tumeona hapa kinaweza kumweka mtu kwenye hatia. Na hatia, nimekuambia, ni ile hali inayofikiwa mahakamani wakati wameshaweza kufanya review ya ushahidi ulioletwa, alafu wakajithibitishia kwamba umetenda kosa, ndio mahakama inakutia hatiani. Na kisha kutia hatiani, unakuwa kwenye hali ya hatia kimahakama. Sasa huwa wakishamaliza kukutia hatiani, hatua inayofuata ni hatua inayoitwa sentencing, hatua ya kutoa adhabu. Mtu yeyote akisha kuwa na hatia kisheria, hatua inayofuata ni kuprescribe punishment, kutoa adhabu. Kwa hiyo unakuta yule hakimu anasema tumekuta na kosa, umeiba kuku, na kutokana na sheria yetu ya adhabu unatakiwa uende, adhabu atakayoitoa labda uende jela miezi 6. Kwa hiyo adhabu inaweza ikawa ya kifungo, au adhabu inaweza ikawa ya faini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wengine kuna adhabu wanasema unatakiwa kufanya kazi za jamii. Mwambie mwenzako kufanya kazi za jamii. Mwingine anaweza akafungiwa tu asitoke eneo fulani, wewe ukae uwe kila siku unaripoti mahakamani, baada ya siku fulani unaenda unaripoti, unarudi, unaenda unaripoti, unarudi, umewekewa hivyo. Nayo ni adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kisha kuwa kwenye hatia, mojawapo la hayo mambo yatakupata. Sasa na kwenye ulimwengu wa roho vile vile, ukishatiwa hatiani, inakuwa ni haki kwako kupewa adhabu. Ndio ubaya wa hatia kiroho. Inakuwa ni haki kwako kuadhibiwa kwa sababu una hatia. Na hatia zinaweza kutengenezwa na vitu vingi, mojawapo ni kiapo. Kiapo kinaweza kukutia kwenye hatia, na kwa sababu hiyo ukawa ni halali kwako kuadhibiwa kiroho. Kwa hiyo shetani akiwaweka watu kwa mfano 200 hapa chini ya hatia, anakuwa na uhalali
wa kutoa adhabu yoyote wakati wowote anapotaka juu ya huyo mtu. Kwa sababu gani? Ana hatia, anakuwa na uhalali juu ya kisheria za ulimwengu wa roho kumwadhibu. Na ndio maana shetani anapenda hivyo, na ndio maana anaitwa mshtaki wenu Ibilisi, kwa sababu anahakikisha anawaweka watu wengi iwezekanavyo chini ya hatia, ili wakiwa na hatia anakuwa na uhalali wa kuadhibu pindi anapotaka kuadhibu. Kwa sababu kwenye mahakama, baada ya kupewa hatia, hatua inayofuata ni kuadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengi sana wako chini ya hatia bila wao kujijua. Wako chini ya hatia za kiroho bila wao kujijua. Kwa sababu gani? Na hatia za kiapo ni hatia mbaya sana, kwa sababu ni hatia ambayo unakuwa chini ya hatia bila wewe kujifahamu. Na hasa hivi viapo vinavyofunga mifumo. Ndio maana nimekupa mfano wa huyu dada Rahabu. Nilizungumza siku ile, kuna mifumo mbalimbali, lakini kuna mifumo ya watu. Mfumo mmoja wapo wa watu ni familia, na kwenye kila mfumo ulimwengu wa roho huo unautazama kama nyumba, na nyumba yoyote ina mlango, na yule aliyekaa kwenye mlango anakuwa na mamlaka juu ya nyumba yote. Na nilikwambia wanaosimamiaga hii mifumo, wanaokaa kwenye malango haya ya mifumo, ni Mungu wa huo mfumo ndio anayechagua. Na nikakwambia siku ile, hata wewe kwenye familia yako kuna mtu yuko kwenye lango aliyechaguliwa na Mungu wa huo mfumo, aidha ni Mungu wa nuru au Mungu wa giza. Inategemeana ni nani anayetawala. Na nilisema familia ni pana sana, inaweza kwenda mpaka vizazi vinne, lakini kati ya hao mlioungana kidamu, mmoja wenu anaweza kawa ameketi kwenye lango. Sasa huyu aliyeketi kwenye lango anapoenda kuingia kiapo chochote kwenye ulimwengu wa roho, ni sheria za kiroho. Atakapoenda tu kuingia kiapo, ulimwengu wa roho huwa umtazami yeye kama yeye, huwa unamtazama nafasi aliyobeba na kundi alilolibeba. Huwa hawezi kuingia kiapo peke yake. Unasema nini? Unamuona Rahabu ameenda kuingia kiapo na Mungu mwingine. Sio Mungu wa familia yao, ni Mungu mwingine. Ona, walipoanza tu kuingia terms za kile kiapo, unaona atajwi Rahabu, inatajwa nyumba. Nyumba ni mfumo wa ile familia. Atajwi Rahabu, anatajwa baba, watoto na mali zilizoko kule. Kwa nini? Ulimwengu wa roho ukimchukua mtu aliyeko kwenye lango, haumchukui yeye kama yeye, unamchukua yeye kama nafasi aliyobeba. Maana yake unamuingiza kwenye kile kiapo na wale wote walioko kwenye lile lango. Ndio maana nilikuuliza siku ile, unajua aliyekaa kwenye lango la familia yenu ameenda kuingia kiapo na Mungu yupi? Na akisha ingia namna hiyo, amewaingiza wote. Ngoja nikupe huu mfano, ni mfano tu. Kuna nchi kule magharibi mwa Afrika inaitwa Benini, wengine wanaifahamu. Rais wa ile nchi akienda kwa mfano World Bank, benki ya dunia, akasema naombeni nikopesheni, hawatamtazama kama yeye, watamtazama nafasi yake. Ule mkopo wa Benini wote watalipa, hata kama wakati yeye ameenda kukopa wewe unauza sukari, haukuwepo. Kwa sababu gani? Wametazama nafasi. Kwenye ulimwengu wa roho, aliyeko kwenye nafasi akienda kuingia kiapo na Mungu yoyote, aendi yeye, anaenda na waliowabeba. Kwa hiyo akiingia kiapo namna hiyo, ndio maana unaona kaka zake Rahabu hawakuwepo, wanaingizwa kwenye kiapo. Dada zake mali zao hazikuwepo, zimeingizwa kwenye kiapo. Sasa kila kiapo kina masharti, na kwa sababu kiapo kina nguvu ya kisheria, usipofuata yale masharti
unakuwa na hatia. Sasa fikiria, inawezekana ni mtu aliyekaa kwenye lango la familia yako, yuko Musoma kule, we haupo, huko Makorora, yeye kaenda kaingia kwenye kiapo ambacho we ukijui na masharti yake huyajui. Ni rahisi kwamba hutatimiza hayo masharti kwa sababu huyajui. Na mara nyingi wanaenda kwa siri kubwa, hata hawakwambii mdogo wangu nimekutana na Mungu mwingine, nafikiri anaweza akatusaidia kwenye biashara, kwa hiyo nimeingia kiapo kule. Hawasemi, wanaingia huko, wanapeana masharti huko, wewe hawakwambii. Na kasome, usipotimiza masharti ya kile kiapo, hatia. Mwambie mwenzako hatia. Hatia iko juu yako kama usipojua kushughulika na mambo haya ya viapo. Na ndio maana ni muhimu mara kwa mara uhakikisha unajikung'uta na haya mambo ya viapo, kwa sababu huwezi kujua mjomba, shangazi, babu, bibi ameenda kwenye kiapo na Mungu yupi na ameingia masharti yapi. Na kama yuko kwenye lango, ujue na wewe umeingia. Mwambie mwenzako umeokoka, hujaokoka, kwa sababu wale waliookoka wengi huwa wanajihesabia haki. Usipojua kujikung'uta, hatia iko juu yako. Na baada ya hatia, kazi ya hatia ni kukufanya uwe eligible, uwe na uhalali wa kiroho wa kuadhibiwa. Kwa hiyo unakuwa na watu wengi sana walio chini ya hatia. Kwa hiyo unakuwa na watu wengi sana ambao shetani ana uhalali wa kuwashughulikia, wa kuwapa punishment. Mwambie mwenzako una uhakika hauko chini ya hatia, kwa sababu ni hatari. Unaweza ukawa umeokoka. Kasome, Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake 12, anatembea nao, yuko nao Bennett, wanamjua Yesu anavyokula, anavyotembea. Mwambie mwenzako sio wewe unamsikia kitabuni, Petro alikuwa anakaa naye. Mwishoni huku unamwona Yesu anamwambia Petro, nikwambie shetani ametafuta kuwapepeta kama ngano. Lile neno shetani ametamani, ukisoma Biblia nyingine inamaanisha, ningesoma kwa Kiingereza, anasema has desired to put you in trial, has presented a case against you. Satan claims to have a case against you. Maana yake alienda kisheria, akadai hawa watu wana hatia ya kisheria, twende mahakamani, nataka niwashughulikie. Ndicho Yesu alichomwambia. Sasa nikwambie, kama Petro ambaye alitembea na Yesu Bennett, shetani bado alikuwa na kitu cha kisheria cha uhalali ambacho alikuwa anakidai kwake. Mwambie mwenzako wewe ni nani ndugu yangu? Na kama sio Yesu kuingilia kisheria, wangevurugwa wote. Petro mwenyewe alivurugwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uhalali wa kuwashughulikia, wa kuwapa punishment. Mwambie mwenzako una uhakika hauko chini ya hatia, kwa sababu ni hatari. Unaweza ukawa umeokoka. Kasome, Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake 12, anatembea nao, yuko nao Bennett, wanamjua Yesu anavyokula, anavyotembea. Mwambie mwenzako sio wewe unamsikia kitabuni, Petro alikuwa anakaa naye. Mwishoni huku unamwona Yesu anamwambia Petro, nikwambie shetani ametafuta kuwapepeta kama ngano. Lile neno shetani ametamani, ukisoma Biblia nyingine inamaanisha, ningesoma kwa Kiingereza, anasema has desired to put you in trial, has presented a case against you. Satan claims to have a case against you. Maana yake alienda kisheria, akadai hawa watu wana hatia ya kisheria, twende mahakamani, nataka niwashughulikie. Ndicho Yesu alichomwambia. Sasa nikwambie, kama Petro ambaye alitembea na Yesu Bennett, shetani bado alikuwa na kitu cha kisheria cha uhalali ambacho alikuwa anakidai kwake. Mwambie mwenzako wewe ni nani ndugu yangu?
Na kama sio Yesu kuingilia kisheria, wangevurugwa wote. Petro mwenyewe alivurugwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa kwenye hatia namna hiyo, shetani akiamua kwa kupenda kwake anapeleka kesi. Anasema mshtaki wetu Ibilisi, unaona ana hatia fulani, mjomba wake alimuingiza kwenye kiapo, umeona hajatimiza haya masharti, kwa hiyo punishment. Na punishment anaamua hakimu adhabu gani atoe. Kwa hiyo anaweza akaamua kifungo. Mwambie mwenzako kifungo. Unafungwa kama unavyofungwa huku, unafungwa kiroho. Na wako watu wamefungwa magonjwa na wameokoka, wana vifungo vya magonjwa. Shetani amepata wapi uhalali? Na vifungo vya namna hii, omba utakavyoweza, vinakaa vinakutazama hivi. Kwa sababu gani? Vimehukumiwa kihalali, ulikuwa na hatia kihalali. Wengine wamefungwa hawazai tu, wakipima hospitali kila kitu kiko sawa, lakini wamehukumiwa vifungo. Kwa sababu gani? Walikuwa na hatia. Hatia aliyeitengeneza nani? Sio yeye, kaitengeneza shangazi. Kwa nini? Alienda kwenye kiapo, naye akamuingiza kwenye kiapo bila yeye kujua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamepigwa adhabu ya kulipa faini. Mwambie mwenzako kulipa faini maana yake ina financial implication. Alikuwa na biashara nzuri iko hapa, ghafla anashangaa inashuka tu. Hela zinaenda wapi? Mwambie mwenzako unalipa faini. Unalipa faini. Kasome, kafuatilie kama kuna watu wa TRA hapa. Saa nyingine wanakuja wanaingilia biashara yako, umekosea sehemu fulani, wakipiga mahesabu na faini yake inakula mtaji wote ili ulipe, imekufa. Wengine biashara zimekufa kwa sababu mmehukumiwa faini kwenye ulimwengu wa roho. Unashangaa kila unachovanya biashara inyanyuki, kila unachovanya biashara inyanyuki. Nini? Hukumu imetoka, faini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukipigwa faini namna hiyo, usifanye mchezo. Inawezekana hata kazi iliyokuwa inakupa kipato ikapotea. Unashangaa tu ghafla umefanya hivi, ugomvi na bosi ulikotokea hata hujui, mara amekuandikia barua ya kufukuzwa kazi. Mwambie mwenzako, ukijiuliza nini, mwambie mwenzako unalipa ile faini ya hatia. Imetoka wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Na kwenye kesi za namna hii, maombi bila kushughulikia kisheria hazifanyiki. Utaomba, utafunga, mambo ndio yatazidi kwenda chini. Kwa sababu gani? Imetoka hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamehukumiwa vifungo vya magonjwa. Unatoka ugonjwa huu unakuja huu, unatoka huu unakuja huu, unatoka huu unakuja huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kule mahakamani wale wanaofanya sheria na mahakimu wanajua kuna vifungo vya kufanya kazi ya jamii. Unajua kufanya kazi ya jamii, unaambiwa tu wewe utafagia sehemu fulani, hakuna malipo. Kuna watu hapa wanafanya kazi ngumu, lakini malipo yake ni kiduchu. Wana sifa za kupata kikubwa, lakini wakifanya kazi wanapata kiduchu. Wamelalamika kila wanakoweza kulalamika, hakuna kinachosogea. Mwambie mwenzako, umepewa hukumu ya kufanya kazi za jamii, ulipweje sasa? Uko kwenye hukumu. Usiposhughulikia hiyo hatia, usiposhughulikia hiyo hukumu, itakuwa ni ngumu. Itakuwa ni ngumu. Mwingine anashangaa CV yake ni kubwa, kakazi anakokapata sasa kadogodogo hivi. Sile kubwa wanaopata anawazidi mara mbili. Mwambie mwenzako, huko kwenye hukumu ya kufanya kazi ya jamii. Kwa nini ulipwe vizuri wakati unafanya kazi ya jamii? Hiyo kazi unayoifanya ni ya hukumu. Kawaulize wana wa Israeli, walihukumiwa kufanya kazi ya jamii. Walikuwa wanafanya shokoa, wanafyatua matofali, wanajenga mapiramidi. Ona wanachokipata.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unahukumiwa namna hiyo. Kule kuna vifungo vinaitwa unafungiwa, yani wewe usitoke eneo hili, kila siku uje uripotigi hapa, uwe uripotigi hapa tu. Nakumbukaga kuna mkoa fulani mara nyingi wananialika kwenda kwenye semina, na saa nyingine kwenye semina za makanisa yako ndani ya chuo kikuu, na kule ndani kulikuwa na bwana mmoja ni daktari na mke wake ni wahadhiri wanafundisha pale. Kwa hiyo sijui kwa nini walikuwa na mtoto wao alikuwa anasoma kwenye shule moja A level. Kwa hiyo wakamleta, wakasema bwana uwe unaongea naye. Kwa hiyo mara ya kwanza nikawa naongea naye. Kwa hiyo ikawa kila mara nikienda ni hapo chuoni au ni mjini hapo, wakisikia nipo anakuja yule, akawa kama rafiki yangu. Kwa hiyo tunaongea, ananishirikisha mipango aliyo nayo na masomo yake yanavyoenda. Kwa hiyo tunaongea mambo ya kiroho na mambo ya kimwili. Ikatokea akamaliza shule na akawa ameshaniambia kitu anachotaka kwenda kusoma. Tukakijadili, nikamwambia yeye imekaa vizuri na nchi anayotaka kwenda ya Ulaya mojawapo. Kwa hiyo akamaliza, na ule mwaka mimi nikajua sasa anaenda, kwa sababu maksi zake na sifa za kwenda za kiulaia na za kiuhamiaji alikuwa nazo kila kitu. Lakini akaenda kuomba kibali cha kwenda visa, anakosa. Kakosa mara ya kwanza nikajua ni kitu cha kawaida. Ameenda mara ya pili kakosa. Ana kila kitu, wengine wanapata. Ameenda karibia mara 6, mpaka nikaona hii sasa ni serious, ni kitu si cha kawaida. Wazazi wake wakawa wananishirikisha, na wenyewe sasa wakawa wamekuwa inawachanganya ile hali. Mtoto anakaa mwaka mzima hajaendelea na shule, mpaka kule saa nyingine admission inataka kukata. Kwa hiyo tunaomba akienda hakuna, hapati. Hasa tumeshakata tamaa. Siku moja nimealikwa tena kwenye semina, mwishoni kabisa mwa semina yule mama akaja, tukawa tunaongea tu vitu vingine kabisa. Ghafla akaniambia habari moja ya kifamilia. Nikamwambia mama, mbona haya hukuniambia siku zote? Ni alivyoniambia tu vile nikajua kuna mazingira ya kiapo. Nikamwambia tuombe haraka hapa, tukashughulikia haraka. Unajua nimerudi baada ya mwezi mmoja, wanasema alivyoenda tu safari kapata visa, ameenda shule. Ni nini? Alikuwa amehukumiwa kifungo asitoke nje ya Tanga. Kuna vijana hapa wanafikiria kwamba wanataka siku moja waende New York. Sema New York. Mwambie mwenzako, una uhakika hujahukumiwa kifungo cha kwamba wewe hutaki kutoka Tanga? Na ukihukumiwa namna hiyo, fanya ufanyavyo, hautaenda. Utakuwa na sifa zote, hautatoka. Kwa sababu gani? Umefungwa kieneo, si ruhusa kwako kutoka. Na watu wengi wanashangaa, wanajitahidi wanavyojitahidi, kuna kama mkono unawarudisha, wanataka kutoka, mkono unawarudisha. Mwambie mwenzako, viapo, hatia ya viapo hakikisha unaishughulikia, kwa sababu hata Mungu kama ameshuka na baraka mwaka huu, shetani anakuja na uhalali wa hicho kiapo na hatia ulionayo. Inawezekana mpango wa Mungu chuo kikuu wewe ukasome Uingereza, na ilikuwa ndio breakthrough itoke mwaka huo. Akishuka shetani anasema nina hukumu ya kihalali, alikuwa na hatia huyu, nimemhukumu kwamba hataki kutoka nje ya mipaka ya nchi hii. Uwe na uhakika hautatoka. Ukishuka shuka na neno. Kuna wengine wamefungwa, sijui kwa nini namaliza afu imekuja. Wamefungwa vifungo vya ndoa, ndio hukumu uliopewa. Hakuna ndoa hapa. Full stop. Hujashughulikia, hakutakuwa na ndoa. Hata kama ni mzuri kama malaika, hakuna ndoa.
kwa sababu ndoa ni kitu cha kiroho. Sijui kwa nini nilikuwa nimemaliza ninasema hivi. Inawezekana kuna wadada, kuna wakaka hapa wamewekewa hukumu na kwamba hakuna ndoa, na kwa sababu ya hatia ambayo hawajaitengeneza wao, aliitengeneza mjomba kule. Kuna kiapo aliingia, wewe ukijui, wewe unaruka na pambio hapa. Mjomba kaingia kiapo, kimekuweka kwenye hatia kihalali kiroho. Sasa inawezekana mwaka huu ulikuwa ndio mwaka ambao neema iliyoshuka ndio imeshuka na ndoa yako. Shughulikia kiapo ili ufaidike na huo upako ulioshuka. Bwana akifanya amefanya, kiasi zinazidi kumiminika, zinazidi kumiminika, zinazidi. Akifanya amefanya. Kuna mwimbo unaimba ndani yangu, ninaupenda, ni mwimbo wa kimahakama, alafu siujui. Ninaujua sana Kiingereza, Kiswahili siujui. Huyu mtu anasema sasa hivi hakuna tena case against me. Unaimba hivi: mabishano na vishawishi sitaki tena, alikufa tuokoke, hilo la tosha. Moyo wangu umepata pa kupumzika. There is no other argument, there is no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. Roho Mtakatifu, niseme nini? Nasema asante. Asante kwa ajili ya maneno yako. Inawezekana ni magumu na muda inawezekana ni mfupi na maneno inawezekana ni machache, lakini wewe uliye mwalimu mkuu, wingu hili lilotufunika mahali hapa, ninachoomba funike kila mmoja Bwana, kalinyumbulishe hili neno ndani ya moyo wa kila mmoja Bwana, ili tukashughulike na tukaijue ile kweli, ili tuweze kufaidika na upako uliobebwa na nyakati za mwaka huu Bwana, ili huu mwaka usimwache dada yule, usimwache baba yule, usimwache kaka yule Bwana. Tufunulie haya mambo tuweze kuyaelewa Bwana, na tuyashughulikie Bwana, ili tusiwe na kitu ambacho shetani anakidai kwenye maisha yetu. Sante Roho Mtakatifu kwa haya maneno uliyosema, nami nayapiga muhuri ndani ya moyo wa kila mmoja aliyesikia kwa damu ya Yesu. Na shetani na malaika zako hamna nafasi ya kuchukua hata yodi ya maneno yaliyoanguka. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, maneno yakazae matunda na matunda yakapate kukaa. Nami naomba ulibariki neno lako sasa na hata milele. Amen. Alikufa tuokoke, hilo la tosha.